Punga mkono tusalimiane. Paka kule nyuma nataka kuona. Wanaonisikia wote wapunge mkono. Mnanisikia? Tumekuja kwenu kuwasalimia. Kama walivyosema wenzangu, tuko kwenye operation inaitwa No Reforms, No Election. Na mimi sitaki kumzungumza Matayo. Matayo mimi nilikuwa naye bungeni. Wakati mimi napiga winga ya kulia hatari kabisa, yeye hata kikosi cha reserve haingii. Hata mazoezini haingii. Uongo kweli? Kwa sababu mimi naambiwa hapa kuna tembo, na shangaa kwamba kama kuna tembo mbona sijawahi kusikia mbunge anasema kuna tembo. Na kazi ya mbunge ni kuwasemea wananchi. Uongo kweli? Hasa kelele sisi tuliokuwa tunapiga kuhusu dhahabu ya kwetu kule Tarime, kila mtu anamjua Heche. Kwa sababu mimi nafanya kazi ya nini? Ya wananchi. Uongo kweli? Sasa ndugu zangu, nitazungumza kwa kifupi sana, lakini mnisikilize. Tuko kwenye operation ya chama inaitwa No Reforms, No Election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na watu wote wamepanda hapa, wote wanazungumza kuhusu uchaguzi. Na CCM, kwa sababu pia elimu yetu ni ya kijinga sana. Kati ya nchi ambazo zina elimu ya hovyo, ambayo haifundishi watu wake critical thinking, ni nchi yetu. Kuna siku mwandishi wa habari mmoja Kenya aliwahi kumuuliza Mwalimu Nyerere, "Mwalimu, nasikia uko kwenye nchi yako kwamba unafanya vitu fulani na fulani na fulani." Mwalimu akamjibu hivi, mtu akikwambia mimi ni baba yako, utakuja kuniuliza kwamba eti mwalimu wewe ndio babangu? Si unajua mimi sio babako. Sasa nchi hii watu wetu wanapewa elimu ambayo unakutana na mwanaume ukamwambia unajua wewe ni mwanamke, anakimbia kwenda kujiangalia. Na anajua yeye ni mwanaume. Sasa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo CCM wameleta elimu ya kijinga, imesababisha watu wetu hawafuatilii mambo ya muhimu. Watu wetu wanakuwa maskini wa kutengenezwa, maskini wa kutengeneza kabisa. Watu wachache kabisa wananufaika na rasilimali za nchi yetu. Sisi tunakaa tunasema aliyeko juu ngoje chini. Na ni nchi yenye methali kweli za kijinga jinga. Mtakacha uvunguni sharti ainame. Aliyeko juu ngoje chini. Sui nini za kukufanya uamini vitu vya kijinga jinga. Sasa tumekuja tunazungumza kuhusu uchaguzi, na kwa sababu wanajua propaganda wanaweza kuja wale wanazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu uchaguzi unawahusu wao. Wana uchu wa madaraka. Wanataka ubunge tu. Huyo anayekuambia kwamba sisi tuna uchu wa madaraka, yeye yuko madarakani tangu miaka 63 iliyopita. Anakuambia sisi tuna uchu ambao hatujai kuingia madarakani. Mwenye uchu nani hapo? Yeye ana miaka 63 yuko madarakani. Anatuambia sisi ambao hatujakaa madarakani kwamba tuna uchu wa madaraka. Kana kwamba kuwa na uchu wa madaraka ni jambo baya. Ni kweli tuna uchu wa madaraka ili tubadilishe nchi. Uongo kweli? Sasa mnisikilize. Kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi? Na uchaguzi unakuhusu nini wewe mwananchi? Hii hapa ni katiba yetu ya mwaka 77. Nitawasomea vifungu kama vitatu. Ibara ya 8 ya katiba yetu inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hiyo ni katiba. B, lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Lengo kuu, sio lengo tu. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Hiyo ni ibara ya 8. Ibara ya 9
na wasomea kifungu ai, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yanatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondosha umaskini namba 1, ujinga namba 2, maradhi namba 3. Hiyo ni ibara ya 9 kifungu ai. Sasa ningeweza kusoma ibara ya 15, 18, 27, zote hizo zinazungumza maisha yenu, lakini nataka nisome kifungu cha mwisho ili nijenge hoja zangu. Ibara ya 27. Kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili ya Jamhuri ya Muungano, mali ya mamlaka ya nchi na mali yote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia kuheshimu mali ya mtu mwingine. Sasa ibara ya 8 nimewaambia inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya serikali ni wewe mwananchi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba badala ya sisi wa Tanzania wote tuwe marais wa nchi, tusimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu, haiwezekani tukawa wote marais. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu, tunakasimu mamlaka yetu kwa mtu mmoja asimamie kwa niaba yetu. Badala ya sisi wote Same Mashariki, Same Magharibi, Tarime, Mwanza, Bunda, twende bungeni tukajiwakilishe. Hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akatuwakilishe, akasimamie rasilimali zetu. Kwa kizungu mbunge anaitwa a taxpayer representative, mwakilishi wa mlipa kodi. Mwakilishi wa mlipa kodi. Badala ya sisi wote kata sui kata gani twende halmashauri na kata nyingine, hakuna ukumbi wa kututosha, tunateua mtu mmoja awe diwani kwa niaba yetu. Kwa hiyo jambo la kiuchaguzi ni jambo la wananchi, ni jambo muhimu kuliko mambo yote tunayojua, kwa sababu uchaguzi unatupa viongozi ambao ndio wanaenda kupanga maisha yetu kwa niaba yetu. Sasa katiba hii imesema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Mzee, ustawi ni nini? Tukisema ustawi, wewe mwenye jacket, ustawi ni kwamba uweze kuishi vizuri, sawa sawa, ulale vizuri, utibiwe vizuri unapougua, uendeshe gari inapowezekana, utembee kwenye barabara nzuri, upate maji, kila kitu. Ndio maana ya ustawi. Na katiba hii ibara ya 9 inasema kwamba matumizi ya utajiri wa taifa letu, imetumia neno utajiri, itakuwa ni kwa ajili ya kuondoa umaskini, maradhi na ujinga. Sasa ndugu zangu wa Same, nchi hii ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi sana duniani, na ndio maana katiba yetu inatambua neno utajiri wa nchi yetu. Ina kilomita za mraba, ukubwa wa ardhi yetu ni kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewambia laki ngapi? 945. Ni nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzania, itapatikana kwingine kokote isipokuwa Tanzania, hapa kanda ya kaskazini hapo wapi hapo Simanjiro. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Una zaidi ya futi 19,000 juu. Ndege kiruka kwenda huko juu inakwenda futi 24,000, futi 30,000. Mlima wetu una futi 19,000. Milima yote Afrika nzima ni midogo kuliko huo mlima. Ni wa pili duniani baada ya mlima Everest. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, na pili duniani ziwa Victoria. Liko Tanzania, liko kwetu kule kanda ya ziwa. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, na pili duniani ziwa Tanganyika. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani, sio Afrika, duniani.
Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, kienda Geita ni dhahabu, kienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Shinyanga, Kahama, nenda Nzega, nenda mpaka Chunya, nenda mpaka Ruangwa kwa waziri mkuu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ni nchi ambayo ukienda Kagera, Kabanga, inatoa madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza ndege na betri za simu mnazozitumia yanatoka Tanzania. Ni nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote Afrika na duniani. Ukichukua mbuga ya Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Katavi, Ruaha, hata nyie mna mbuga hapa sio maarufu sana, inaitwa Mkomanzi, ndio? Ndio mnailalamikia hapa. Ukiziunganisha mbuga zetu kwa pamoja, zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi combined. Mbuga ya Serengeti peke yake ina kilomita za mraba 16,000. Mkoa wenu wa Kilimanjaro unasikia kilomita 13,000. Kwa mbuga ya Serengeti ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro. Nchi ambayo ina makaa ya mawe, ina chuma. Tuna mlima wa chuma mkubwa kama huo pale Mchuchuma, sehemu inaitwa Liganga Rudewa. Alafu kuna makaa ya mawe, kuna chuma mlima kama huo, alafu na makaa ya mawe yako Liganga kilomita 50 kutoka Mchuchuma. Tuna gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Tuna bahari, tuna mlango wa bahari. Bahari yetu ina kilomita 1,600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Na tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Nikizungumza landlocked, mama zangu, ni nchi ambazo hazina mlango wa bahari. Yaani ili mtu aendeshe gari huko inapita kwenye maji yetu. Mungu alitupa bure, anatulipa hela. Tunazungukwa na Rwanda, Burundi, Uganda, Malawi, Kongo, Zambia. Zote ni landlocked. Ili mtu aendeshe gari Kongo inapita kwenye maji ya Tanzania. Mungu alitupa maji hayaishi leo wala kesho. Yako pale. Unachohitaji ni kujenga gati. Gati ndio stendi pale meli itasimama, ishushe mzigo au ipakie iondoke. Kwa hiyo mizigo inatoka Kongo, wakiwa nasafirisha mizigo yao, au Zambia, kopa wanapeleka China, inapita kwenye maji yetu. Mungu ametupa bure, tunalipwa hela. Hiyo bandari alijenga mkoloni, akaja Mwalimu Nyerere tulipochukua uhuru akaiendeleza, akaja Mwinyi akaiendeleza, akafikisha gati namba 4, akaja Kikwete akafikisha gati namba 6, akawapa tix, akaja Mkapa, Magufuli akaitoa gati namba 6 mpaka 8, akanunua mashine mpya zinaitwa 0 hours, akafunga pale ili bandari yetu iwe na uwezo wa kukompiti na bandari ya Beira na bandari ya Mombasa. Akafunga pale mashine mpya, akaiendeleza mpaka gati namba 8. Sisi tulitofautiana sana na Magufuli kwenye eneo la demokrasia sana. Mimi nilimsema mno bungeni kwa sababu ya mambo ya kuteka watu, sikuumiza watu, kupoteza watu, kwa sababu hakuna kitu chenye thamani duniani zaidi ya mtu. Kwa sababu ndege mnayoiona imeumbwa na binadamu mmoja. Kwa hiyo mtu unayemuua inawezekana ndio akazaa mtoto, akavumbua dawa ya ukimwi na akaokoa dunia nzima. Kwa nilitofautiana naye sana kwenye masuala ya kuumiza watu, haki za binadamu, masuala ya kuzima watu wasizungumze, tulitofautiana. Lakini kwenye eneo la kulinda rasilimali zetu alijitahidi kukopi modo ya Chadema na alifanya vizuri. Akajenga ile bandari. Leo hiyo bandari huyu mama amewakabidhi Waarabu wa Dubai mpaka kiyama, mpaka mwisho wa dunia. Una bandari. Dubai ni jangwa. Dubai ndugu zangu ina watu milioni 3. Milioni 3. Watu milioni. Sisi tuko 63 milioni. Kwamba sisi wote ni mandondocha. Waarabu milioni 3 ndio wana akili kuliko sisi, ndio wanakabidhiwa bandari waendeshe. Uwanja wa ndege wa Kiau hapa ameujenga Mwalimu. Mtalii akitua analipa $55, akiwa anaondoka analipa $55. $300 kwa mtalii kutua na kuondoka. Uko pale auishi leo au bomoki kesho. Mama ameingia amewakabidhi Waarabu wa Omani wa uendeshe. Sisi ni ndondocha. Na mko hapa mnasema aliyeko juu ngoje chini.
mnashindana kwenye vijiwe kuhusu goli la mama. Sisi goli la mama. Si ndio mnachozungumza hicho? Siasa haituhusu. Nchi yetu inachezewa. Inakuaje nchi tajiri kama hii watu wake ni maskini? Hatuzungumzi hata vitu vya maana, basic things, vitu vya kawaida kabisa. Maji ya kunywa, watu hawana maji. Nchi ya 3 kwa kuwa na vyanzo vingi vya maji. Pale Kimbiji na Mpera kuna maji chini ambayo ni mengi kuliko dunia nzima. Wanasema wakitoboa pale Dar es Salaam nzima inazama. Tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika. Tuna ziwa lenye upana kuliko yote Afrika. Watu wetu hawana maji. Maji yanatoka ziwa Victoria yanaenda Misri jangwani, watu wana maji. Watu wa Same hawana maji miaka 63 baada ya uhuru. Wanakuja wanawaambia tuchagueni tutaleta maji, na wachagua, inapita miaka 5. Tuchagueni tutaleta maji, wanawachagua miaka 5. Mwalimu Nyerere alisema hivi, mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu na wewe una akili, ukikubaliana naye anakudharau. Yaani mzee, wewe unaona hii ni gari, mimi nakwambia ni pikipiki, na wewe unaona ni gari sio pikipiki, ukikubaliana na mimi nakudharau. Ndio maana CCM wanawaambieni ujinga uchaguzi baada ya uchaguzi. Sasa kati ya nyie na wao nani anaona mwingine mjinga? Na wauliza nyie wa pale, na ingiwa baridi, kati ya nyie na CCM nani anaona mwingine mjinga? Kwa sababu kila uchaguzi hiyo barabara tuliotumia kwenda Ndungu, tuchagueni tutaiwekea rami. Na hawaiwekei. Mwaka mwingine tuchagueni tutaiwekea rami. Nani mjinga kati ya wewe na wao? Wenda wazimu. Insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo kwa njia zile zile na kutegemea matokeo tofauti. Huo ni wenda wazimu. Yaani wewe una shamba, unalima hapo, unapata gunia moja, huweki mbolea, unarudia tena msimu mwingine unalima, unategemea utapata zaidi, wakati msimu miwili ulipata gunia moja. Utakuwa mwenda wazimu sana unless umeweka mbolea au umeliboresha. Nchi yetu ina matatizo kwa sababu ya uongozi. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao milioni 63. Inahitaji ardhi yenye rutuba tunayo, yenye madini, yenye dhahabu, yenye mbuga, yenye maji. Inahitaji siasa safi na uongozi bora. Ardhi tunayo, watu tunao. Nini kinakosekana? Siasa safi na uongozi bora. Nani miongoni mwenu anaweza kusimama hapa akathubutu kusema chini ya uongozi wa huyu mama tutapiga hatua hata hapa na pale kwenye? Anyoshe mkono ni muone. Anyoshe mkono. Wanakaa wanaogopa uchaguzi, wakikaa ni kusifiana. Hii Same na mabango ya huyu mama kuliko mabango ya biashara. Kila ukikata kona mama hatukudai, sio mama unaupiga mwingi. Choo kikichimbwa mama ametuletea choo, kana kwamba Same mlikuwa mwendi choo ni kabla ya huyu mama. Mama, mtu akikoa, mama tunakushukuru kwa kikohozi kizuri. Mvua ikinyesha mama ametuletea mvua. Nasema uongo? Nasema uongo? Vijana wana ajira. Maisha ni magumu. Nchi gani hii ambao unasoma kwamba leo tunaagiza viberiti kutoka nje ya nchi vya bilioni 30 kwa mwaka? Miaka ya nyuma mwalimu alijenga hapo kiwanda cha Kibo Matches, kilikuwa kinatengeneza viberiti hapa mkoa wa Kilimanjaro. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini mtu wa Same? Leo kiberiti kikiisha Maore au Gonja au Kemakolere kule kwetu au Miamba, pesa inatoka hapa inakwenda India kuagiza kiberiti, inakwenda kutengeneza kiberiti. Ajira China, ajira India. Kama kiwanda cha Kibo Matches kingekuwa hapo, kingekuajiri wewe. Pesa ingetoka Miamba ikaingia kwenye kiwanda, ikaingia kwako. Wewe ukipata pesa unajenga nyumba na mwajiri huyu fundi.
Fundi akipata pesa anapanda bodaboda ya yule kijana. Yule akipata pesa anakunywa chai kwenye mgahawa wa huyu mama. Pesa inazunguka miongoni mwetu. Leo inatoka hapa inakwenda India. Tuna serikali hapa? Tuna serikali hapa? Unatengenezaje ajira? Mwalimu Nyerere aliacha viwanda vya General Tyres. Mimi nimekuwa babangu na Land Rover, tunanunua tairi za General Tyres. Leo hatuwezi kutengeneza tairi ya bodaboda. Tuna bodaboda kila kitongoji. Pesa inatoka hapa inakwenda China, Guangzhou kufata tairi ya bodaboda. Unatengenezaje ajira kwa watu wako? Kama sisi Wasukuma wanalima pamba, hata hapa kwenu nimepita sehemu watu wanalima pamba. Uongo kweli? Si nimeona pamba Kisiwani anauza kilo moja ya pamba shilingi 1150 kwa kilo. Pamba ni dhahabu nyeupe duniani, wanaita white gold. Pamba itaisha thamani duniani siku tukianza kutembea uchi. Ndio siku hiyo pamba itaisha thamani. Au watu wakianza kulala bila mablanketi au shuka, au pamba ndio nguo hizi tunazovaa. Mwalimu alijenga viwanda vya kuchakata pamba, viwanda vya kutengeneza hata zile pamba za hospitalini. Zile ni pamba tu za kawaida. Gozi, unapoenda hospitali, gozi unatumika, pamba inatumika. Mwalimu alijenga hivyo viwanda. Leo mtu analima pamba Same Kisiwani, anauza shilingi 1150, inakwenda India. Inafungwa kwenye kakaratasi, gramu 250, narudi hospitali unanunua shilingi 10,000. Kuna akili hapo? Watu wa Same, kuna akili hapo? Alafu mna wabunge, akiulizwa nani anasema ndio, ni chorus, ni upumbavu. Nyie ndio tatizo wananchi. Tatizo la nchi hii ni nyie. Nyie ndio mmesababisha tupo kwenye matatizo haya. Mnapikiwa wali, alafu mnakuja kusema tembo anatuua. Mimi nasema wawanyanyase zaidi, labda mtapata akili. Sasa mnataka tufanyeje? Kama hamwezi, sikilizeni. Ukiwa na duka moja tu linauza sukari hapa kwenu, mwenye duka atakupangia bei anayotaka. Mkiwa na maduka mawili, hawezi kucheza na mteja kwa sababu anajua mteja ni mfano. Ndio principle. Ndio maana vyama vingi vilianzishwa. Hata Chadema, ndio maana tunapigania tume huru ya uchaguzi, tuwe na uchaguzi huru. Chadema ikiingia madarakani, ikishindwa kutekeleza yale tunayokubaliana, wananchi muipige chini, mweke mtu mwingine, tutaheshimiana kwenye nchi hii. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo kwa miaka 63 tunaongozwa na watu ambao wamechoka. Rais wa nchi anazungumza mambo mpaka unashika kichwa. Gwajima anasema watu wanatekwa. Rais ambaye ni amiri jeshi mkuu, wajibu wake namba 1 kulinda usalama wa raia, anazungumza kuhusu maisha ya mtu kama vile ni sisimizi. Angekuwa mtoto wake, angekuwa Abduli anayecheza na mali za nchi yetu, angekuwa ndio ametekwa, mama yake angesemaje? Kwa sababu mtoto wake Wanu yuko bungeni, mkwe wake ni waziri, yeye ni rais, kwa hiyo sisi wengine wote ni takataka, tufe tu. Na nyie wananchi mnakubaliana na hali hii. Tunahitaji kubadilika. Hebu fikiria hivi, ni kwa nini kila eneo lenye rasilimali ndio kuna matatizo? Hapa ilitakiwa kuwa ni eneo ambalo ni paradise, kuna mbuga ya Mkomazi. Serikali ilipaswa imejenga strip hapa za uwanja wa ndege, inatua hapa ndege zinaleta watalii. Kungekuwa na mahoteli hapa yamewaajiri nyie. Wazungu wangeshuka hapa, wewe ukilima nyanya unauza kwenye hoteli, mzungu anakwenda kula. Wewe unayelima karoti ungeuza kwa bei ya juu kwa sababu kuna mahoteli hapa. Serikali haitangazi hata saketi yenu ya utalii. Mnachoambulia ni kuumizwa na tembo. Nchi hii ukiwa unajua mambo ya nchi hii unachanganyikiwa. Nilikuwa nasoma ilani ya uchaguzi ya CCM. Wanasema eti kwa miaka 5 wametoa mikopo kwa vijana isiyokuwa na riba ya bilioni 271. Miaka 5. Miaka 5 mikopo isiyokuwa na riba. 241 billion shillings. Ripoti ya CAG inasema hivi,
serikali ya Rais Samia mwaka jana peke yake imefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571. 571 billion shillings za Watanzania matumizi yasiyokuwa na tija. Na hapo akisema matumizi yasiyokuwa na tija, ametumia tafsida kuficha ukali wa maneno. Ni sawa sawa kusema naenda msalani baada ya kusema naenda wapi. Kwa matumizi ya kijinga kwa lugha rahisi. Bilioni 571. Miaka mitano umewapa vijana bilioni 241. Mwaka mmoja umefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571. Kuna akili hapo? Mimi nawauliza nyinyi, kuna akili hapo? Tuna serikali hapo? Fikiria hivi, hii ni nchi inayotoa dhahabu nyingi duniani. Kama tungekuwa na serikali inayojali vijana wake, badala ya kuchukua hizi dhahabu mnaachia Wachina wachimbe na wazungu, nyie wenyewe mnaweza kuchimba, mnapewa elimu, mnapewa mitaji. Maana yake ni nini? Lengo kuu la serikali ni ustawi wa watu, is to empower the people, wawe na uchumi, waweze kulipa kodi zaidi. Chukueni mashimo haya, dhahabu kwa eneo kama haka unachimba unapata mali. Vijana wanapewa mashimo kwenye eneo kama hili na unapewa mtaji bilioni moja. Hizi bilioni 571 zilizopotea. Hapo nazungumzia kama ni vikundi vya watu 100 mara 571, na hapo nazungumzia mwaka mmoja. Kijana wa Kitanzania akichimba dhahabu, akiipata, pesa inarudi ndani ya nchi yetu. Maana yake atajenga, ataajiri fundi, atanunua simenti. Maana yake huyu kijana ataajiri kibarua. Leo Wachina wanapochimba dhahabu wanaondoka nayo, wanakwenda kuendeleza nchi zao, sio sisi. Umaskini wetu sio umaskini ambao Mungu ametujalia, ni umaskini wa kutengeneza kwa kukosa mipango ya serikali iliyoko madarakani. Inakuwaje nchi hii vijana hawana kazi? Tunaagiza ngano ya bilioni 541 kwa mwaka. Andazi linaloliwa Maore Gonja, ngano inatoka Ukraine. Wakati Mwalimu aliacha mashamba ya Basoto. Vijana wa Kitanzania, mnachohitaji mpewe trekta, mpewe harvester, mpewe mitaji, mpewe soko la kuuza ngano, mlime, mpate fedha, mtajirike, mjenge majumba, muishi vizuri. Inawezekana, it can be done. The problem we have ni serikali isiyokuwa na akili. Serikali inayoonea wivu watu wake, inashindwa kupenda watu wake. Tunakuaje na rais ambaye anachukua bandari yetu na kabidhi Waarabu? Nchi gani hii? Nchi gani ambao leo Wachina wanauza mpaka viatu Kariakoo? Nyie mtakimbilia wapi? Nchi ya Wachina na Waarabu na wazungu. Tumejichukia, hatujipendi. Mnakaa mnasali kwamba Mungu atakuja. Mungu ana kazi nyingi sana za kufanya, sio za kuja kuokoa watu ambao hamwezi kujipigania wenyewe. Mungu hawezi kufanya hiyo kazi. Kama hamwezi kujipigania wenyewe, na kama hamuoni mambo mabaya myakatae, hayawezi kujiondoa yenyewe. Mzee, Qur'ani inasemaje? Kiona jambo baya, diondoe kwa mkono. Ukishindwa kuliondoa, kemea. Ukishindwa hata kukemea, uchukie basi. Nyani watu gani mnaoshangilia mambo mabaya? Biblia inasema, enyi wa Galatia msiokuwa na akili, nani aliyewaroga? Tunaishije kwenye nchi tajiri kama hii? Tunazungumza kuhusu maji same, maji ya kunywa. Watu wanateseka. Mimi nimekuwa mbunge, naelewa. Hata hawa askari wanateseka, walimu wanateseka, maisha ni magumu. Alafu hawa ndio wanaagizwa. Juzi inasoma budget ya Wizara ya Mambo ya Ndani, wizara inayohusu askari. Alafu wabunge wanajadili eti mama anatukanwa. Hakuna hata mbunge mmoja nimesikia anajadili kuhusu pension ya huyu afande. Hakuna hata mbunge nimesikia anajadili kuhusu mshahara. Hawa askari kwa mara ya kwanza waliongezewa posho kipindi Lowassa anagombea, ili kuwadanganya wakaiongeza ikawa 300,000. 10 years now hawajawahi kuongezewa hata shilingi 100. Posho ya mbunge kwa siku, afande, na nyota zako, shilingi 600,000 kwa siku moja akikaa bungeni. Mkiona Matayo ameingia ameweka kidole hivi,
Ameongea hajaongea, 6 imeingia kwenye account. Mshahara 18 milioni. Ndio maana Mathayo anasema yani atawaongoza na watoto wake watawaongoza mpaka familia yake itakapochoka ndio waachie nyie. Sasa mmebaki mnasema tu tuhurumie tupumue Mathayo. Uongo kweli? Mmekata tamaa. Posho ya mbunge, mimi nimekuwa bungeni wakati ule tunalipwa 420. Mshahara 12 milioni. Huyu afande, askari hawa si tunatofautiana nao sana wanapotumwa kutuonea, lakini ni noble job, ni kazi ya utume. Hao watu wamekula kiapo kutoa maisha yao ili watulinde sisi. Ndio maana risasi ikipigwa hapa hivi, sisi tutakimbia kwenda huku, wao watakimbia kuifuata risasi ili wakuokoe wewe. Uongo kweli? Wamekula kiapo hicho. Hawa ndio watu wanapaswa kulipwa vizuri. Wanapaswa mjadala wao usemwe vizuri. Mbunge akipiga chafya anakwenda India kukaguliwa. Hawa hata kuwapa insurance ya kwenda Aga Khan tu basi, kwamba amejeruhiwa na jambazi asiende hata Muhimbili, aende Aga Khan. Hawajasema. Kazi wanayofanya ni kwamba afande wapigeni zaidi. Yaani unapiga mtu anayekutetea, mmerogwa jie. Hii akili gani? Yaani sisi ndo na mkiona tumenyamaza, mmeisha nyie. Mmeisha. Hata hapo umeona wameongeza jaa pale kwenye mkutano ili wajaribu kutishatisha. Nimeona yule sio Awadhi, sio ndo mkurugenzi, anaongea kana kwamba hii nchi ni ya mama yake. Nchi yetu sote. Sitaki kutupigia kifua bana. Alikuwepo Magufuli anapita mpaka nyasi zinatetemeka. Yuko wapi? Yuko wapi? Haya mambo tunayozungumza ni mambo ya nchi yetu. Tutanyamaza tukiwa kaburini. Mimi na Lissu tumekataa kunyamaza. Nyie mnasemaje sana? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Wanataka kututia hofu. Sisi tumekataa hofu. Nyie Same mnasemaje? Nyie mnasemaje? Inakuaje wanatulazimisha twende kwenye mechi ya Simba na Yanga alafu refari ni Haji Manara? Hiyo mechi itachezwaje? Hiyo mechi inapigwaje? Au mshika kibendera wa upande mmoja awe Ahmed Ally? Si magoli yote ya Simba ya offside yatakuwa magoli? Sasa leo Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM, ni mjumbe kwenye hiyo tume. Alafu tuna watu tuliokuwa nao kwenye Chadema ambao wameona watu wetu wanauawa kwenye uchaguzi. Leo wamepewa pesa, wamerambishwa asali, wanataka kuwadanganya wananchi kwamba kuna uchaguzi. Kuna uchaguzi nchi? Kuna uchaguzi nchi? Sisi tumekataa. Tumesema tubadilishe kwanza mfumo wa uchaguzi alafu tupige kwenye uchaguzi. Huyu mama asimame hapa, Lissu asimame hapa, igongo dakika 90 ya haki, wananchi muamue nani awe rais wetu. Nyie Same mnasemaje? Wangapi mnaunga mkono no reforms no election? Nyosha mkono. Kule nyuma nataka kuona wanaounga mkono no reforms no election. Nyosha mkono tuone. Askari usinyoshe, watakufukuza kazi. Wewe nyosha kimoyomoyo kwa sababu nyie mmepigika. Uongo kweli? Haya Same, no reforms. No reforms. Hiyo ndio agenda yetu, ndio mazungumzo yetu. Hatuna ugomvi na mtu. Tunachohitaji ni mabadiliko ya sheria ili tushindane kwa haki. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Hiyo ndio message yetu kwenu. Tumekuja na form zinaitwa petition. Petition ziko hapa. Hizo form tunataka kila Mtanzania aandike jina lake na namba yake ya simu na signature. Tunahitaji saini milioni 15 tumpelekee katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwamba Watanzania hawa hapa wanaopinga wizi wa uchaguzi tuwalazimishe kwenda kwenye uchaguzi huru na haki. Tunasemaje hapa? Tunasemaje hapa? Form ziko hapa. Hakikisheni majina ya wapale na yenyewe yamo. Sababu leo mmenishangaza sana. Mmeingia ubaridi, wengine wanakaa kule wanasema no reform no election. Wanasemea mbali kule. Wewe mama uliolewa na mwanaume muoga, akirudi nyumbani mpe kanga kwa sababu huyo sio mwanaume. Avae kanga. Uongo kweli? Lazima tupiganie mageuzi kwa ajili ya watoto wetu. Na chama chetu hiki kinajivunia wananchi. Sawa sawa? Nikisema tunajivunia nini?
Nyosha mkono namna hii, sema nguvu ya umma. Tunajivunia nini? Tunajivunia nini? Kwa hiyo lazima chama hiki mkilinde, mkipiganie. Mmesikia na ruzuku wametuzuia. Uongo kweli? Na hatutaki kukaa ndani. Kwa sababu tukikaa ndani sauti hii haitaenda mbali. Wanatupiga vita kwa sababu tuna message ya kuwaletea ukombozi. Tunaelewana vizuri? Ndio maana wanatutia hofu, na tusiingie hofu. Tukichangie chama hiki, tukipiganie ili kiweze kufanya shughuli zake. Na hata hapa tunaenda kwenye mkutano kesho, tutakuwa Tanga. Tunahitaji mchango shilingi 1000, 2000, kila mtu aweke. Mwenye 500 tuweke mafuta, tuendelee. DJ gonga One Love, alafu nahitaji kila mtu aje hapa kuchanga shilingi 1000. DJ weka. Twende kazi. Same sogea haraka. Tunawahi. One Love. One Love, twende. Nye Wapare mlioko kwenye miti kule, njoo. Zana sikio Wapare huwa atoi hela, lakini leo lazima mtoe. Asanteni sana. Thank you Sami. One Love, sogeeni bana. Mzee, nawaona vizuri sana. Sogea. Hakuna mtu ambaye hana buku hapa au buku mbili. Njoo. Sogea. One Love. Asante. Hadi mtoto. Thank you. God bless you. Karibu. Njoo, hamjaisha. Nimeona wengine hamjatoa. Hata wale waliokuwa kwenye miti wanakuja. Asante. Mungu awabariki sana. Asante. Thank you.